ni wewe Bwana. Unayetupenda ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, Roho Mtakatifu ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Roho Mtakatifu, ni wewe Roho, ni wewe Roho, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Endelea kumtukuza Bwana kwa kinywa chako, mwambie asante kwa wakati huu. Mwambie Roho Mtakatifu tunakuhitaji tena katika siku ya leo. Wewe ni wa ajabu, wewe ni mwema. Mtukuze tena Roho Mtakatifu. Atuchoke kumtukuza yeye, atuchoke kumuinua yeye, atuchoke kumtukuza yeye. Yeye anastahili, yeye anastahili. Hakuna kama yeye, hakuna kama yeye, hakuna kama yeye. Tunakutukuza Bwana. Asante kwa ajili ya watu wa thamani, asante kwa ajili ya watu wa thamani. Baba, siku ya leo ikafanyika kwa baraka kwenye maisha ya mtu mmoja, ikafanyika kwa baraka kwenye maisha ya watu wote walioko mahali hapa. Neema yako na imwagike kwa wingi, Roho wako na imwagike kwa wingi. Baba, tunakuja mbele zako, tunaendelea kupenya katika mbingu yako, tunaendelea kupenya katika kiti chako cha enzi. Gusa kila nafsi, gusa kila roho, badilisha kila maisha ya kila mmoja. Baada ya neno lako, baada ya neno lako, kukawa na badiliko la kudumu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Haleluya. Tu peux t'asseoir dans la gloire de Dieu. Dieu a été merveilleux. Nous bénissons le Seigneur d'être venu au Canada. Nous sommes là pour la volonté de Dieu. Nous nous rappelons bien comment beaucoup ont demandé des visas pour se rendre ici. Les Tanzaniens, on était 15 à demander des visas. Mais Dieu nous a fait grâce à seulement 5 personnes. Il y avait 130 Kenyans qui ont demandé le visa même temps, mais seulement 2 ont reçu le visa. Alors, nous voyons que Dieu avait un plan avec nous. Dieu avait un plan pour ta vie aussi. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre nation Tanzanie, qui a continué à être une bénédiction pour d'autres nations. Et nous y resterons aussi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ujumbe wetu wa leo, notre message d'aujourd'hui, madhabahu ya Roho Mtakatifu katika siku za mwisho. L'autel du Saint-Esprit dans les derniers jours. Madhabahu ya Roho Mtakatifu, l'autel du Saint-Esprit katika siku za mwisho. Dans les temps des derniers jours. Maneno ya Mungu ambayo tutayatumia katika somo hili, les paroles qu'on va regarder pendant son message, kitabu cha Yoeli sura ya pili, c'est dans le livre de Joël chapitre 2. Mstari wa 28. Joël chapitre 2 verset 28. Na kitabu cha Ufunuo sura ya 8, mais aussi dans l'Apocalypse mstari wa 3 mpaka wa 5. 3e verset jusqu'au verset 8. Na Mathayo sura 24, mais aussi on va regarder Matthieu mstari wa 10 mpaka wa 14. 10e verset jusqu'au verset 14. Na Warumi sura ya 13, et on va aussi regarder Romains 13 mstari wa 11. verset 11. Amen. Amen. Jambo la kwanza napenda ulijue, chose que j'aimerais que tu saches. Wewe ni madhabahu ya Mungu. Toi tu es l'autel de Dieu. Wewe ni hekalu la Mungu. Toi tu es le temple de Dieu. Lakini ili ulijenge hilo hekalu la Mungu na madhabahu ya Mungu, mais pour que ton temple devienne l'autel de Dieu, unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Katika kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa 28. Dans le livre de Joël chapitre 2 inasema itakuwa katika siku za mwisho. Ça me dit que dans les derniers temps, Mungu atamwaga roho kwa wote wenye mwili. Dieu répandra son esprit sur tout. Mungu atamwaga roho kwa wote wenye mwili. Dieu répandra l'esprit à tous. Mungu atamwaga roho kwa wote wenye mwili. Dieu répandra. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute la chair. Nous vivons les derniers moments. Ambazo roho ambayo
wakati huu roho wa Mungu anamwagika ulimwenguni mote. Dans le temps où que l'esprit est répandu sur Kila mahali tous, injili inahubiriwa. partout dans le monde de l'évangile, Kila mahali watu wanaokoka. partout les gens sont sauvés, Kila mahali watu wanaponywa. partout les gens sont guéris, Na ufalme wa Mungu unazidi et kuendelea. le royaume de Dieu continue à se répandre. Tunaishi katika nyakati hizo. Nous vivons dans ces moments-là. Lakini katika nyakati hizi tulizonazo, Mais dans ces moments même, tunahitaji kama Mkristo mmoja mmoja nous avons besoin que chaque chrétien, kujenga maisha yake ya que kiroho. chaque chrétien bâtisse sa vie Tunasema ni spirituelle. kujenga madhabahu. Ça veut dire bâtir le Tunasema temple. ni kujenga hekalu la Mungu. Ça veut dire bâtir le temple de Dieu. Lakini hayo hatawezekana Mais tout cela ne se fera pasipo pas msaada wa Roho s'il n'y Mtakatifu. a pas l'aide de l'Esprit Saint. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 8 Si nous lisons en Apocalypse chapitre 8, mstari ule wa 5 wa 3 mpaka wa 5, Apocalypse chapitre 8 verset 3 jusqu'au verset 5, neno la Mungu linasema, la parole de Dieu nous dit: na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu et un autre ange il sautait sur l'autel, mwenye chetezo cha dhahabu, et il y a un encensoir d'or. akapewa uvumba mwingi On lui donna beaucoup de parfums, ili autie pamoja na maombi ya watakatifu afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints wote juu ya madhabahu ya dhahabu sur l'autel d'or iliyo mbele ya kiti cha enzi. qui est devant le trône. Mstari wa 4, Verset 4. na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu La fumée des parfums monta pamoja na maombi ya watakatifu avec les prières des saints kutoka mkononi mwa de malaika. la main de l'ange. Mungu anatarajia Dieu est prêt kila siku katika maisha à yako chaque jour de notre vie, wewe kama madhabahu ya Mungu toi comme temple de Dieu, kufukiza uvumba wa maombi, que tu puisses offrir l'offrande de prière ili madhabahu ya Mungu ndani yako pour que l'autel de Dieu en toi ipate kuwa na nguvu. puisse être fort. Amen. Amen. Jaribu kuwaza, Et vous, essayez d'imaginer. hapa tuko Canada, Ici nous sommes au Canada, lakini hauoni mzungu hata mmoja hapa. mais tu ne vois pas de gens de couleur parmi nous. Hao wazungu wako wapi? Où sont-ils? Manake kunahitajika jambo la tofauti. Autrement Amen. dit, on a besoin de quelque chose de nouveau. Kunahitajika jambo la tofauti. Nous avons besoin Amen. d'une chose différente. Na jambo hilo ni kujenga madhabahu ya Mungu Et cette chose, c'est de bâtir le temple katika maisha yako, dans ta vie. ile madhabahu iwavute watu Pour que kanisani. cet hôtel qui est en toi puisse attirer nombre Amen. à l'église. Amen. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 13 Si nous lisons Romains au chapitre 13, mstari wa 11 au verset 11. inasema saa ya kuamka katika usingizi imewadia. Romains chapitre 13. Huu ni wakati Là, c'est le temps ambao tunatakiwa tuamke katika où nous usingizi, devons nous réveiller du sommeil. usingizi wa kuiona Canada ikiokolewa, Le sommeil de voir ya kuona que- watu wale ambao ni wenyeji kabisa wa kuzaliwa hapa de voir que les wakimkimbilia gens, de Yesu voir que les nations, la nation qui Hayo nous a hayatawezekana. venir vers Jésus. C'est ça que Dieu veut. pasipo msaada wa Roho Mtakatifu. S'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit, Hayo hayatawezekana ça ne se reproduira pasipo pas. uamsho wa Roho S'il n'y Mtakatifu. a pas le réveil du Saint-Esprit. Na ndio maana Mungu ametuleta siku ya leo C'est pourquoi aujourd'hui le Dieu wote kwa pamoja ensemble tuende kuona pour qu'on voie Mungu akijenga madhabahu katika maisha yetu. Dieu bâtir l'autel de Dieu dans nos Tusome vies. Mathayo sura ya 24 Si nous lisons en Matthieu mstari wa 24, 10 mpaka wa 14. chapitre Matthieu 24, Inasema chapitre katika 14. siku za mwisho Dans les derniers jours, maasi yataongezeka il y aura beaucoup de tribulations na upendo wa wengi utapoa. et l'amour de nombreux Hebu s'éteindra. angalia katika dunia tunayoishi, Regardons le monde dans maasi lequel nous yameongezeka sana. vivons. Les tribulations sont répandues aujourd'hui. Kila mahali kuna maasi, Partout il y a des rétributions. kila mahali watu wanauana, Partout les gens kila mahali s'entretuent. kuna vita, Partout il y a des kila guerres. mahali watu hawana amani. Partout il n'y a pas la paix. Lakini watu wameenda mbali. Mais les gens sont allés très loin. Kwenye nchi kama hii ya Canada, Comme ici dans le pays au Canada, watu wanafanyiwa operation, les gens sont faux opérés. mwanamke anakuwa mwanaume, La femme se change en homme mwanaume anakuwa mwanamke. et l'homme se change en femme. Huko katika nchi ya namna hiyo, Nous sommes dans un pays kwa pareil. sababu ya maasi yaliyoongezeka namna hiyo, Cause que les tribulations se upendo wa wengi répandues unapoa. et l'amour de nombreux est Hakuna éteint. Wakristo hawai na nguvu za Mungu tena, Il n'y a plus encore la force. Wakristo hawai na moto wa Mungu tena. Il n'y a pas encore le feu du Maombi Saint-Esprit. wanayojua ni ya kuombea chakula, Mais même les prières qu'ils font, hawaombi c'est pour la prière. tena,
Il ne prie plus comme Na avant. ule ubaridi unazidi kuingia kwenye kanisa la Mungu. Et ce froid, Madhabahu ya Mungu ndani ya mioyo ya watu inakufa. et l'autel de Dieu dans les cœurs. Lakini na neno juu yako. Mais j'ai une parole sur ta Na vie. neno juu yako. J'ai une parole sur toi. Kanisa la Canada litaamka. L'église du Canada va se Nani réveiller. ataliamsha kanisa la Canada? Qui va réveiller l'église du Canada? Mungu aliwatoa katika nchi zenu akawaleta Dieu hapa. qui vous a enlevé de vos pays. Amewaleta hapa ili muwe chachu katika Il vous taifa a hili. amené ici pour être une Amewaleta navire. hapa ili muwashe moto. Il vous a amené ici pour allumer le feu. Na siku hizi tulizo Et nazo, dans ces jours que nous vivons, Mungu atamtumia mtu mweusi Dieu utilisera un homme kugeuza noir ulimwengu pour kabisa. transformer le monde. Inawezekana uko hapa, Mungu Ça se peut atakutumia. qu'il est ici ce matin. Inawezekana ni mama, ni binti, ni kijana. Ça se peut que c'est une maman, une fille ou un Mungu jeune. anakwenda kukutumia. Dieu va Uwe t'utiliser. tayari akutumie. Sois prêt d'être Uwe utilisé tayari par Dieu. kujenge Sois madhabahu prêt à bâtir l'hôtel de Dieu. ili hapa Canada Pour que ici au Canada, moto wa Mungu uwe unawaka. le feu de Dieu Ukienda s'allume. Burundi moto Que tu unawaka. ailles au Burundi, le feu Ukienda s'allume. Tanzania moto Que tu ailles unawaka. en Tanzanie, le feu Ukienda s'allume. West Africa moto unawaka. ailles partout le feu Ukienda s'allume. ulimwenguni moto Que unawaka. tu ailles partout dans le monde, le feu Asubuhi ya s'allume. leo Ce matin, Mungu anazungumza na wewe. Dieu parle avec toi. Jenga madhabahu ya moyo wako. Bâtis l'autel de ton âme, de ton cœur. Tuko katika nchi ya Canada, Nous sommes dans le Canada. nchi iliyojaa baridi. Ok, c'est froid. Angalia huo baridi wa nje, Regardez que le froid de usiingie katika roho yako. n'entre pas dans ton cœur. Angalia huo baridi wa nje, Regardez que le froid de usiingie katika roho yako. n'entre pas dans ton cœur. Hem, jaribu kutafakari Et essaye d'imaginer kule ulikotoka, là où que tu étais, maisha uliokuwa nayo. la vie que tu menais. Wakati mwingine uko unalia, Mungu naomba nipe gari. Là où que tu pleurais, Seigneur. Umefika hapo una gari. Là tu es venu ici, Umefika hapo na nyumba, tu as une maison. umefika hapo na kila kitu. Tu as tout. Hauombi tena. Tu ne pries plus. Nani amekwambia Qui t'a dit ça? kwamba uko katika nchi hii Que tu es ici dans ton pays. hakuna chochote kinaweza kutokea? Que rien ne peut t'arriver. Nani amekwambia? Qui t'a dit ça? Nani amekwambia? Qui t'a dit ça? Pale watu wanapojisahau, Là où que les gens s'oublient, shetani anafanya mambo mabaya sana. Satan opère. Mungu ametuma neno lake asubuhi ya leo. Dieu a envoyé une parole aujourd'hui. Anataka kukuamsha. Il veut que tu te réveilles. Tumekuja hapa Ils kukuamsha. sont venus pour te réveiller. Son Na kwa jina la Yesu Kristo Et au nom utaamka. de Jésus, tu vas te réveiller. Nasema kwa jina la Yesu Et je dis, au nom de utaamka. Jésus, tu vas te réveiller. Nasema kwa jina la Yesu Je dis, au nom utaamka. de Jésus, tu vas te réveiller. Nasema kwa jina la Yesu Au nom de Jésus, utaamka. tu vas te réveiller. Amen. Amen. Uko hapa Tu es ici ce matin kwa mpango wa Mungu. pour le plan de Dieu. Uko hapa Tu es ici kwa makusudi ya Mungu. pour le plan divin de Dieu. Amekuleta katika nchi Il hii t'a amené dans ce pays kuleta chachu, pour être une lévire, kuleta uamsho. pour amener le réveil. Ukiwa kazini, Si tu es au ukiwa travail, nyumbani, si tu es à la ukiwa maison, mahali kokote partout kule, que tu vas être, unaweza kujenga madhabahu. tu peux bâtir le temple. Ukaanza kumwomba Et Mungu. tu peux commencer à Ukaanza prier. kuomba moto wa Et Mungu. tu peux commencer à Moto ule utaanza na wewe. le feu de Dieu. Utaenda kwa jirani, Tu vas aller sur le voisin. utaenda kila Tu mahali, vas aller na partout. hatimaye Canada itaanza kumgeukia Mungu. Et le Canada va se Miaka ya retourner nyuma. vers Dieu. Dans les derniers moments, Nchi ya Canada ilikuwa na uamsho. au Canada, il y avait le réveil. Leo hii Aujourd'hui, watu waendi makanisani, les gens ne vont plus. wakafanya nini? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Wanategemea sayansi, wanategemea Ils teknolojia, font de leur fondement sur la science et la technologie. wanategemea pesa. Ils font de la Hawana haja na Mungu science. tena. Ils n'ont plus besoin de Lakini Dieu. kuna watu Mais il y a les gens. ambao Mungu amewatoa katika mataifa yao, Les gens les a, mataifa yao, Dieu les a amenés des autres. amewaleta hapa. Il les a amenés ici. Anataka muamshe hao waliolala. Fait que vous réveillez les gens qui sont ici. Hawa wakiamka, Ces gens-là, s'ils se réveillent, Yesu atarudi. Jésus revient. Hawa wasipoamka, Si ces gens-là ne se Yesu réveillent, hawezi kurudi. Dieu ne revient pas. Umewekwa mahali hapa Tu es venu ici uwaamshe hawa. pour réveiller ces Unasema gens. mimi sio mhubiri, Vous savez, moi je suis pas un mimi prédicateur. sio mchungaji, Moi je suis pas lakini évangéliste. unaweza ukajenga Mais toi madhabahu, tu peux bâtir l'hôtel de Dieu. ukaanza kumwomba Mungu katika roho Tu yako. peux commencer à prier. Mungu anataka aanze na wewe, Dieu va commencer par ukaendelea toi. kuomba Si tu continues na à ule prier, moto ukaenda mbali. et le feu va aller loin. Amen. Amen. Tuko pamoja, Est-ce qu'ils sont ensemble? tuko pamoja, Nous sommes ensemble. kwa sababu ya kuongezeka maasi. Parce que la détruction Upendo wa wengi va utapoa. augmenter. L'amour de nombre est Watu watakuwa hawezi kuomba tena, Les gens n'auront plus envie de prier. lakini ni ajabu sana. Mais c'est Pamoja na miraculeux. askofu wangu Avec mon révérend ici, Emmanuel Bagwile, Emmanuel Bakbile, tumeshangaa kitu cha ajabu. on a été étonnés. Tangu tulivyoingia Canada, Quand on est rentré ici au Canada, tunaomba kuliko tulivyokuwa Tanzania. nous prions plus que nous prions. Maana yake tumekataa hiyo baridi yenu ya kiroho. Autrement dit, on a Ici, refusé c'est le pas froid que de Dieu la... Autrement dit, on a refusé le Tumeshangaa froid de tunaomba la... sana. Là, on s'est retrouvé en train de prier beaucoup. Na wewe utaomba sana Et ukiwa toi hapa. aussi, tu Amen. vas prier. Nasema na wewe utaomba sana ukiwa mahali Toi hapa. aussi, tu vas prier quand tu es ici. Na wewe unaenda kuomba Toi sana. aussi, tu vas commencer à être un intercesseur. Kabla sijaendelea, Avant de continuer. ninachokifundisha hapa Si c'est quelque chose que j'apprends ni ici, practical. c'est la pratique. Amen. Amen. Kwa dakika 3.
3 minutes. Nataka tuingie kwenye maombi. Nous allons entrer dans la prière. Alafu nitaendelea na kumalizia somo langu. Et nous allons continuer à finir ma Tunataka kuomba nini? Je vais prier quoi? Tunaenda kuomba kwa ajili ya taifa la Burundi Nous sasa. allons prier pour le Burundi aujourd'hui. Tunaenda kuomba kule ulikotoka. Nous allons prier pour la Mungu naye awaamshe. pour que Dieu les réveille aussi. Tukimaliza, Après, tunaenda kuomba kwa ajili ya Tanzania. nous allons prier pour la Tanzanie. Tukimaliza, Après ça, tunaenda kuomba kwa ajili ya nchi zote zinazozungumza nous Kifaransa. allons prier pour les pays Alafu tutaona francophones. Mungu atasikia maombi yetu. Et vous allez voir, Dieu va écouter nos prières. Ninaomba usimame kwa miguu yako. Je vais t'inviter de te tenir debout. Na nitaomba wakati tutasema tuombe kwa ajili ya Burundi. Et quand on va prier pour le Burundi, Utakuwa ukipiga makofi yako huko naomba. tu vas acclamer plus fort pendant que tu es en train de prier. Kwa sababu wewe ni jeshi la Mungu. Parce que toi, tu es une armée Kwa de Dieu. tutaomba utumie hiyo mikono yako kupiga huku unaiombea Burundi. Utilise cette main à acclamer pour Sijawahi kufika Burundi. Je ne suis jamais arrivé au Burundi. Sijui Burundi kama unavyojua Je ne wewe. sais pas le Burundi comme tu le Lakini connais. nakumbuka mwaka 94. Mais je me rappelle Nikiwa form 94, 4. quand j'étais en Tarehe 30 mwezi wa 3. la date du 30 Mwaka avril, 94. 30 mars en 94. Mungu alizungumza na mimi akaniambia ombea Burundi. Dieu a parlé avec moi de prier pour le Niliomba Burundi. kwa uchungu kwa sababu sikuwa najua J'ai chochote. prié avec l'émotion parce que je ne Baada ya savais masaa pas. 24 Et après 24 heures, zile ndege za marais wawili zikaanguka. l'avion qui contenait 2 Na présidents mambo est mengi tombé. yakatokea. Et beaucoup de choses s'est Ndio maana Mungu akaniambia C'est pourquoi Dieu m'a dit, nilipofika Canada. quand je suis arrivé au Canada, Anasema zile nchi ulizokuziombea mwaka 94 les pays que tu intercédais nitakutuma pour, katika nchi je hizo. t'enverrai dans ces pays. Na leo nimesimama kwa watu Et aujourd'hui, je me ambao walitoka Burundi. Ils sont Amen. venus de ce Amen. pays, donc, Amen. Amen. Miaka 25 iliyopita. il y a 25 ans. Wewe unaijua Burundi ilivyo. Tu connais Burundi comment il Unajua est. nini kinataka kutokea? Qu'est-ce qui va arriver au Burundi? Unatakiwa uende mbele za Mungu. Va au-devant le Seigneur Umlilie Mungu. et pleure. Mungu akipata watu wengi watakaomlilia Mungu kwa ajili ya Burundi. Dieu cherche les gens à intercéder pour le Ni Burundi. mmoja ya watu ambao Mungu atawatumia kwa ajili ya uamsho wa ulimwengu. Les Burundais sont parmi les gens qui va utiliser pour réveiller le monde. Ndugu zenu wengi walikufa. Nombreux sont Ndugu morts. zetu wengi walikufa. Nombreux sont morts. Damu zinapiga kelele C'est ça, il kwa ajili ya pleure mataifa hayo. pour ces nations. Na Mungu ataleta uamsho. Et Dieu va amener le réveil. Amen. 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 Uko tayari kuomba? Est-ce que vous êtes capable de Piga faire makofi yako kwanza kumwomba Mungu kwa ajili ya Burundi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba kwa ajili ya nchi ya Burundi. Tunainua nchi ya Burundi. Omba, 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 omba. Raba sakataraba yandaraba yasu. Bazandoro bosia kataraba. Raba sakataraba. Omba kwa ajili ya nchi ya Burundi. Omba kwa ajili ya taifa la Burundi. Omba kwa ajili ya ndugu zako kule ulikoacha. Omba kwa ajili ya taifa hilo. Omba kwa ajili ya taifa hilo. Baba, tunakulilia mchana wa leo. Tunaomba kwa ajili ya taifa la Burundi. Liguse taifa la Burundi. Liguse taifa la Burundi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leta uamsho. Leta uamsho. Leta uamsho. Leta uamsho. Leta uamsho. Ondoa ukabila. Ondoa ukabila. Ondoa udini. Ondoa udini. Ondoa chuki. Ondoa minyongo. Bwana. Bwana. Ikumbuke Burundi. Omba, 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 omba. Omba, omba, omba. Unaweza kutembea wakati unaomba. Unaweza kutembea wakati unaomba. Omba, 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 omba. Mungu atasikia maombi yako. Mungu atasikia maombi yako. Mungu atasikia maombi yako. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Wacha moto ushuke kwako. Wacha moto uanze na wewe. Wacha moto uanze na wewe. Wacha moto uanze na wewe. Wakati Yesu Kristo anajiandaa kurudi, aachilie Roho Mtakatifu kwako. Aachilie Roho Mtakatifu katika mataifa. Alete uamsho duniani. Omba, 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 omba. Omba, omba, omba. Kwa utukufu wa Mungu wa mwisho. Tunakuja katika kanisa la Burundi. Utukufu wa Mungu wa mwisho. Tunashuka katika kanisa la Burundi. Omba, omba, omba. Endelea kuomba. Mwambie tukufu hapa tutumie. Washa moto Bwana katikati yetu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Jenga madhabahu. Jenga madhabahu. Jenga madhabahu. Ufalme wa Mungu uje kwako. Ufalme wa Mungu uje duniani tena. Omba, omba, omba. 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 Karabasanga na makosia. Basakaraba soria. Basaka toria moseka. Sondoro mosia kakaya. Basorosa ya karamaya. Sokosharia. Sakatoria. Sakazaga sokoriama. Mashoria takasia. Mashoriaka. 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 Mashoria. Mashoriaka.
Twende mbele za Mungu, tuliinue taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania Mungu amelitumia kwa uhifadhi wa watu mbalimbali kutoka mataifa mengine, hata kuwasaidia nchi zingine zipate ukombozi katika uhuru wao. Tuombe kwamba Mungu atalitumia tena hilo taifa kwa ajili ya uamsho katika siku za mwisho. Mungu akainua wanaume na wanawake katika taifa la Tanzania ambao watakuwa sio wanaopenda fedha, lakini ambao wamejaa wito wa kweli wa kumtumikia Mungu. Paza sauti yako muombe Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunainua nchi ya Tanzania. Asante kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Nchi nzuri ambayo Bwana umetuweka katika nchi ile. Na tunainua mbele za uso wako sasa. Tunainua Tanzania mbele ya uso wako. Tunahitaji Tanzania katika uso wa kichwa cha Yesu Bwana. Bwana iangalie Tanzania. Bwana iangalie Tanzania. Bwana iangalie Tanzania. Oh Lord, remember Tanzania. Oh Lord, remember Tanzania. Oh Lord, remember our country. Marzako Romoya. Tunaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya rais wake. Tunaomba kwa ajili ya viongozi wake. Tunaomba kwa ajili ya taifa hilo Bwana, ya kwamba umeliacha salama, sio kwa ajili ya chochote kile, lakini una mpango na taifa hilo. Baba, alifanya taifa hilo kung'aa tena, kuamka tena, hatimaye liamshe na sifa zako zikavume tena katika nchi ya Tanzania. Oh, tunaliinua taifa la Tanzania tena Bwana. Inua wanaume na wanawake, inua vijana kwa wazee, inua watoto katika taifa ile Bwana, ambao miali ya moto itakuwa ikitembea pamoja nao. Baba, tembea katika nchi ya Tanzania, itumie tena chochote kilicho kibaya kiondolewe katika taifa ile Bwana, lakini neema yako ikapata kuligusa taifa la Tanzania. Katika jina la uweza la Yesu Kristo tunaomba. Twende mbele za Mungu tuombe tena kwa ajili ya taifa kwa ajili ya nchi mbalimbali zinazozungumza Kifaransa. Omba kwa ajili ya mataifa yanayozungumza Kifaransa siku ya leo. Baba, tunakwenda mbele zako tena. Tunaomba kwa ajili ya mataifa yote yanayozungumza Kifaransa, ya kwamba Mungu utayagusa. Tunaomba kwa ajili ya taifa la France. Baba, waangalie Ufaransa ambao wamejaa kupenda raha na kupenda starehe. Bwana, liguse taifa la Ufaransa. Oh, Ramasaya, Masari Okole. Omba kwa ajili ya taifa la Ufaransa. Omba kwa ajili ya mataifa ya Ufaransa. Omba kwa ajili ya taifa mbalimbali ambayo yanazungumza Kifaransa. Omba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Baba, mataifa yanazungumza Kifaransa yaangalie. Yainue mataifa hayo Bwana. Leta uamsho katika mataifa hayo. Ni Kamerun, nchi gani zile Bwana? Endelea kuonekana katika mataifa hayo. Katika jina la uweza la Yesu tunaomba. Tunamalizia, tunaenda kuliinua taifa la Canada. Ya kwamba Mungu akaanza kuingia katika mioyo ya watu katika taifa la Canada, walioko kwenye makazi, walioko kwenye mabaa, kwenye mastarehe. Roho wa Mungu aanze kuwagusa waje kanisani. Tunatamani tukirudi tena tuone wazungu wamekaa hapo wanasikiliza neno la Mungu. Inua taifa la Canada. Mungu amekuleta katika taifa hili. Angalia waliokutendea mema, wainue. Baba, tunakuja mbele zako. Tunaliinua taifa la Canada, ya kwamba litaendelea kukaa salama. Hili ni taifa ambalo Bwana limejaa uponyaji wa mataifa. Baba, tunaliinua taifa la Canada. We pray for Canada. We pray for Canada. We pray for Canada. Lord, touch this nation. Revive again this nation of Canada. We pray for the city of Quebec. We pray for the people of Quebec. Lord, bring revival. Bring revival. Bring revival. Bring revival over the nation of Canada. Bring revival over the city of Toronto, over the city of Montreal, over the city of Ottawa. Bring revival. Bring revival. Save the soul. Save the people. Heal the nation. In the name of Jesus. Heal this nation of Canada. Oh, Lord Almighty. Oh, Lord Almighty. Heal the nation of Canada. Almighty. Heal the nation of Canada. Heal the nation of Canada. Oh, God Almighty. Hear the prayers of your people. Hear the prayers of your saints over the nation of Canada. Answer the prayers of many years ago. Answer the prayers of many years ago. And revive this nation again.
revive this nation again. In this end time, Lord, revive this nation. For your glory. Let your glory cover the nation of Canada. Let the glory of God cover the nation of Canada. We prophesy over these dead bones of Canada. We say, you dry bones, you shall live. You shall live. You Canada, you shall live. You shall live. And become the mighty hand of the Lord. And become the mighty hand of the Lord. God is going to be used in the end time. Thank you, dear Heavenly Father. In Jesus' mighty name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Makofi kwa Roho Mtakatifu. Tunaweza kukaa. Hallelujah. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. De bâtir le réveil de Saint-Esprit. Katika kitabu cha Yohana sura ya 7. Dans le livre de Jean chapitre 7. Mstari wa 37 mpaka 39. Verset 37 jusqu'au 39. Yesu alisema, Jésus-Christ a dit, aliye na kiu na aje anywe. Que celui qui a soif vient boire l'eau na mito et la source de l'eau. Ya maji yaliyo hai. La source d'eau vive itatoka ndani yake. Se déversera de son. Itatoka ndani yake. On va lire Yohana 7. Tutasoma katika Yohana 7:30. On va lire dans l'évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. Ça me dit comme ça. Dans le dernier jour, Yes, Yohana 7:37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Uwe na kiu ya Roho Mtakatifu. Que tu aies la soif du Saint-Esprit. Uwe na kiu Roho Mtakatifu aje kwenye maisha yako. Et sois avec une soif pour que l'Esprit de Dieu soit en katika mambo ya kiroho. Dans les choses spirituelles. Ni kiu. C'est la soif. Ulionayo. C'est ta soif. Mungu anaweza kufanya chochote kwenye maisha. C'est par ta soif que Dieu peut faire des choses. Wakati utakapokuwa na kiu, aussi grand de ta soif, kama kiu nilionayo mimi, comme la soif que j'ai moi. Nimekuwa na kiu ya kumtafuta Mungu kwa miaka zaidi ya 25. J'ai eu une soif de chercher Dieu. Hakuna kinachoweza kunizuia. Rien qui pourrait m'empêcher. Nisimtafute Mungu kwenye maisha yangu. De chercher Dieu dans ma vie. Hakijawahi kutokea. Il n'y a rien, il n'y a jamais eu. Lakini kiu ya pili nilikuwa nayo. Mais la deuxième soif que j'ai, nimekuwa na kiu ya kuzunguka ulimwenguni mote kuhubiri Injili. J'ai toujours eu soif de voyager dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Na Mungu ameanza na Canada. Et aujourd'hui Dieu a commencé avec le Canada. Uko hapa unasikiliza neno la Mungu. Tu es là, tu es en train d'écouter. Utakuwa unashangaa yule mchungaji alikuja pale kanisani kwetu. Là tu dirais à le pasteur que utasema kwa Amerika Kusini. Utasikia iko China. Tu sauras que je suis en Chine. Kwa nini? Pourquoi? Mungu anaangalia kiu ulionayo. Dieu il regarde la soif que tu as. Una kiu ya chochote. Tu as la soif de quelque chose. Mungu atakupa hicho kitu. Dieu il va te accorder ça. Una kiu Roho Mtakatifu aje kwenye maisha yako. Tu as soif que l'Esprit Saint atakuja kwenye maisha yako. Il viendra dans ta vie. Wala hatapiga hodi. Mais il ne dira même pas. Chumbani. Il viendra dans ta chambre. Akukuta unaoga. Ou que tu sois dans ta akukuta unakula. Que tu sois assis dans ta chambre. Il te tiendra. Na atashuka kwenye maisha yako. Et il viendra dans ta vie. Kiu. La soif. Ni mlango. C'est la porte. Wa Mungu kufika kwenye maisha. C'est la porte de Dieu d'entrer dans ta vie. Amen. Amen. Anasema aliye na kiu. Il dit que celui qui a soif, aje anywe. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ukisoma mistari hiyo anasema. Si tu continues à lire ces versets. Bwana Yesu anasema. Jésus-Christ aliyazungumza hayo. Il a dit ça Jésus-Christ. Kwa habari ya Roho Mtakatifu. Pour les choses spirituelles. Kumbe Roho Mtakatifu ili aje kwenye maisha yako. Alors si le Saint-Esprit, si tu veux que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, tu dois avoir la soif. Unahitaji kiu. Tu dois avoir la soif. Katika siku za mwisho. Dans les derniers jours. Mungu atawamwagia watu wake roho. Dieu répandra son esprit wenye kiu sur ceux qui ont soif. Ukiwa na kiu atakumwagia. Si tu as soif, tu auras le Saint-Esprit. Ukiwa na kiu atakumwagia. Si tu n'as pas de soif, tu n'auras una kiu ya namna gani? Quelle soif tu as? Hiyo kiu, cette soif, Mungu anaenda kukujibu. Dieu il va répondre à cette soif. Yana kiu ya kuolewa. L'autre a soif de se marier. Kana olewa. Il va se marier. Akishaolewa. Et quand il se marie, sa soif est finie. Lakini hii kiu ya Mungu, mais cette soif de Dieu, haiwezi
kuisha, il ne finira kwa jamais. sababu huyu Mungu wetu Parce que notre Dieu, ni Mungu wa milele. c'est un Dieu éternel. Ndiyo maana C'est pourquoi, unaona hapa tunamwabudu na kumsifu tu Mungu. vois, aujourd'hui, nous l'adorons, Tutafanya hivyo milele na nous milele, le ferons éternellement. kwa sababu Mungu Parce que Dieu, kiu yake akiweka ndani yako sa soif fait qu'il a haiwezi kuisha. ne s'éteindra jamais. Amen. 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 Tumekumbuka kitu hapa. Je me suis rappelé de quelque Tarehe chose. moja mwezi wa kwanza Le 1er janvier 2019 en 2019, nilikuwa namuomba Mungu, j'étais en train de prier Dieu. na usiku wake tulikuwa tunamkesha kanisani. Et cette nuit, on avait une veillée de Nikamuuliza prière. Mungu, mwaka 2019 utakuwa mwaka wa nini? Et je demandais à Dieu, Seigneur, 2019 va être une année pour Akaniambia toi. ni mwaka wa Roho Mtakatifu. C'est une année de Saint-Esprit. Akasema okay, Et j'ai dit, kaomba. ok, nous avons prié. Na neno lilotupa Et la parole que Dieu nous a ni donnée, Matendo 1:8. c'est dans le livre des Actes. Anasema mtapokea nguvu Vous recevrez la puissance. akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, Et quand le Saint-Esprit vous vient, nanyi mtakuwa mashahidi et vous serez mes Samaria, témoins dans la hata Samarie, mpaka miisho ya nchi. jusqu'à la fin Kutoka Tanzania de la Tanzanie, mpaka hapa jusqu'ici, ni mbali sana. c'est beaucoup loin. Hii ni mojawapo ya miisho ya nchi. C'est une des extrémités de la terre. Kwa nilichukua neno hili Alors, j'ai pris cette alafu parole nikaingia kwenye maisha yangu, et je suis rentré dans ma vie. nikasema sasa nitaendaje ulimwenguni mote? Et je dis, mais comment je vais aller aux extrémités de la terre? Roho Mtakatifu akaniambia mimi nitakuwa gari lako nitakupeleka. Et le Saint-Esprit m'a dit, je serai ton véhicule. Sasa mbona sina prendrai. tiketi ya ndege? Mais je n'ai pas de ticket d'avion. Mbona sina nauli? Mais je n'ai pas de ticket d'avion. Itakuwaje? Comment je ferai? Leo niko Canada. Et Amen. aujourd'hui, nous sommes Amen. ici. Roho Mtakatifu Le Saint-Esprit, atafanya chochote il fera toutes choses kukupeleka kokote. pour t'amener partout. Amen. 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 Jambo la pili, La deuxième chose que tu as ili besoin pour ujenge bâtir madhabahu ya Roho pour Mtakatifu, bâtir l'autel du Saint-Esprit dans ta vie, uwe mtu wa kuabudu katika maisha yako. sois un adorateur d'attaque. Sio ukija kanisani ndio unaabudu. Ce n'est pas seulement adorer quand tu Ukiwa kwenye gari es. lako unaabudu. Tu dois être chez toi Ukiwa aussi. umelala unaabudu. Quand tu sois dans le sommeil, Ukiwa adore. unatembea unaabudu. Quand tu sois en train de te promener, Kwa adore. nini? Pourquoi? Yohana sura ya 4 Jean chapitre 4, mstari wa 23 verset 23 na mstari wa 24 jusqu'au verset 24. inasema saa ipo Jésus-Christ dit, Na saa l'heure inakuja. vient, et l'heure est déjà venue, wamwabudu Mungu que les vrais adorateurs watamwabudu katika roho na kweli. l'adoreront en Wakati esprit et en wowote. vérité. À tout moment. Unamwabudu Mungu Tu dois quand tu l'adores, weza umeshiba, quand tu sois Whether dans on l'église, adjust. que tu sois dans la Unamwabudu famille, Mungu. tu dois l'adorer Dieu. unamwabudu Tu Mungu. dois l'adorer Dieu. Siku za leo zimeendelea sana. Aujourd'hui, on a Kwenye gari yako unaweza kuweka muziki wa dans ton kuabudu. auto, tu peux mettre les chants. Unasafiri unamwabudu Tu Mungu. peux te promener en Umelala train unamwabudu Mungu. tu peux dormir en train d'écouter les chants. Hapo utakuwa unajenga Là, madhabahu. tu es en train de bâtir Hapo l'autel de Dieu. madhabahu yako itakuwa iko live. Là, l'autel de Dieu Itakuwa ina il moto. vivra. Il va être en feu. Amen. 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 Jambo la tatu, La troisième chose, roho ya maombi na maombezi. tu dois avoir l'esprit d'intercession. Ukisoma kitabu cha Yuda Quand on lit dans le livre de Judas, sura ya kwanza mstari wa 20 premier chapitre jusqu'au verset 20, inasema ça me dit, tukijijenga imani yetu en bâtissant notre kwa foi kuomba katika roho dans la prière en kila vérité wakati. et en esprit à tout moment. Amen. Amen. Ukisoma kitabu kile cha Zakaria, Si on lit dans le livre de Zacharie, hebu tuangalie kitabu cha Zakaria sura ile ya 10. on va lire dans le livre de Zacharie, chapitre 10. Zakaria Zacharie, on va lire en Zacharie, chapitre 10. kitabu cha Zakaria Dans le livre de Zacharie, chapitre 10. sura ya 12 Chapitre 12, mstari wa 10. verset 10. Nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi Alors je répandrai sur la maison de David na wenyeji wa Yerusalemu et sur les habitants de Jérusalem roho ya neema na kuomba, un esprit de grâce et de supplication. nao watamtazama yeye waliomchoma, Et ils tourneront les regards vers nao watamwombolezea celui qu'ils ont péché. kama vile mtu Verset. amwombolezeavyo mwanawe wa Ils pekee, pleureront sur lui comme on pleure sur un nao wataona fils. uchungu kwa ajili yake Ils pleureront amèrement sur lui kama vile comme mtu aonavyo uchungu
kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. comme on pleure sur un premier-né. Anasema nami nitamwagia roho ya neema na kuomba. Il dit, et moi je répandrai l'esprit de grâce et de Mungu supplication. anataka akupe roho ya kuomba. Dieu veut te donner l'esprit de supplication, l'esprit de Unaomba prière. kwa ajili ya watu wengine. Tu Unaomba kwa ajili ya watu waokoke. intercèdes pour que les gens soient sauvés. Unaomba kwa ajili ya watu watoke kwenye maovu na maasi. Intercède pour que les gens quittent de la tribulation et dans les problèmes. Pale utakuwa unajenga madhabahu. Là, tu seras en train de bâtir l'autel. Kuwa mtu wa maombi. Sois un intercesseur. Ndicho kitakachokusaidia wewe. C'est ça qui va t'aider, toi. Usipoe katika hii nchi yenye baridi. Que tu ne sois pas froid dans ce pays. Usipoe katika nchi ile leo nini? Que tu ne sois pas froid Maana watu dans ce wanapoa pays. kimwili mpaka na kiroho. Parce que nombreux sont froids dans le corps et dans l'esprit aussi. Amen. Amen. Maana sisi tumetoka kwenye joto Dar es Salaam. Vous savez, nous sommes venus de la chaleur en Ili Tanzanie tuwape joto kweli kweli. pour vous donner vraiment la chaleur. Amen. 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 Ukisoma kitabu cha Zakaria tena hiyo sura ya 10, Si nous lisons encore une fois dans le livre de Zacharie chapitre 10, mstari wa kwanza. le premier verset. Inasema muombeeni Bwana mvua wakati wa masika. Demandez à l'Éternel Na Bwana afanyie umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra. Muombeeni Bwana awape mvua za masika. Demandez à Dieu, à l'Éternel, Aanze kuwaleta wazungu kanisani. pour qu'il commence à amener les gens des autres Lisio nations. kanisa la kabila Que moja. ce soit pas seulement une église Lisio des kanisa nations. la watu fulani tu. Que ce soit pas seulement une église pour toutes les Waanze nations. kuja. Que les autres viennent. Waanze Que kuja. les autres viennent. Amen. 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 Nilikwambia wenyewe wamewasaidia kimwili. Vous savez, et ils vont aider dans Nyinyi lazima le corps. muwasaidie kiroho. Vous devez les aider dans l'esprit. Nakumbuka siku ile ya Jumapili, Je me suis rappelé de dimanche dernier, Askofu Emmanuel Bagwile le bishop Emmanuel Bagwile, alihubiri kwenye kanisa la Pastor Joseph. il a prêché à l'église auquel je Hakukuwa na watu suis. wengi sana. Il n'y avait pas beaucoup. Akafundisha neno la Mungu Il a enseigné une parole kwa nguvu nyingi, avec puissance akaondoka. et il est parti. Siku zilizofuata Et les jours qui ont suivi, akaja mama mmoja mzungu, il est venu une maman blanche. akawa amesimama tu maeneo ya kanisani, Il était aux environs de l'église. sio siku ya ibada. C'était pas le jour de l'église. Anajiuliza uliza tu pale maswali Il maswali. posait seulement des questions. Afa nakutana na pastor naye alikuwa anaenda ofisini kwake. Il m'a rencontré, moi j'entrais dans mon bureau. Pastor akaanza kumshuhudia habari za Et Yesu. je commençais à le prêcher Na yule l'évangile. mama akamkubali Yesu. Et la madame a accepté le Seigneur. Wakaanza kuongea. Et on a commencé à parler. Hayo ndio mambo yote tunataka tuyaone hapa. C'est ça que nous avons besoin que ça soit. Wamekuwa wakiona mnakuja mahali hapa. Ils vous voient et les gens venir ici. Hawaelewi labda. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe ici. Wanaenda kuelewa katika jina la Ils Yesu. vont commencer